Maswali mazito yameibuka kuhusiana na kifo cha Jenista Mhagama, huku Samia Suluhu akilaumiwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Katika hali ambayo taifa limeanguka kwenye huzuni mkubwa kutokana na kifo cha mbunge na mwanasiasa mwenye uzoefu wa miongo kadhaa, kuna maswali makubwa na mjadala mkali unaoendelea juu ya hali halisi ya kifo hicho, hoja ambazo zimechochewa zaidi na maneno yaliyosambazwa na Maria Sarungi kupitia mitandao ya kijamii, akitoa taarifa kwamba kulikuwa na mambo yasiyoeleweka na kuwepo kwa wakati wa msukosuko wa kisiasa ndani ya nchi. Hii ni katika wakati ambapo mwili wa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa Peramiho kwa zaidi ya miaka 20 na mheshimiwa aliyehudumu kama waziri unapanga kufikisha kwenye mazishi yake yenye heshima mnamo Disemba tarehe 16 mwaka huu. Taarifa zinazoibuka mtandaoni zinazosambazwa pamoja na majadiliano kwenye mitandao ya kijamii na mazungumzo ya wananchi zimerusha ulingo wa hofu, mashaka na miafikio ya kutoelewana ama kutoeleweka juu ya sababu rasmi ya kifo chake. Katika muktadha huu, ujumbe wa Maria Sarungi umeibua maswali kuhusu namna serikali ilivyoshughulikia taarifa za kifo hicho, ikiwemo baraka ya kuandaa mazishi bila kueleza kwa undani chanzo cha kifo. Simulizi hili linachunguza kwa nini si tukio la kifo bali pia mazingira ya kisiasa yaliyogeuka kuwa mjadala kwa umma, huku mkazo ukielekezwa kituo cha taarifa na maswali yaliyozagaa kuhusu tukio hilo. Na kwenye ujumbe wake, Maria Sarungi kwenye mtandao wa kijamii alisema kuwa hii haraka ya serikali kumzika Jenista inatoka wapi? Kama familia inataka autopsy ni haki yao, na kama vipi serikali hii haramu isigharamie mazishi ijitoe? Alafu hawa TSS wa Mombo na Abduli ni wajinga sana. Yaani mnapeleka watu wenu hadi vikao vya familia na wanawashtukieni haraka, mambo ya kizamani haya. Mimi niliwaambia hiki kifo cha Jenista sio kabisa, ndo muelewe kuwa kwa sasa moto huko ndani na ni mbaya kuliko nje. Kila mwananchi aelewe muuaji mkuu ameshaonja damu nyingi za watu na hajatosheka. Ni wajibu wa kila mtu sasa kupinga na kupambana na huu uovu. Tunazidi kuongeza sauti zinazosema Samia must go. Tuhakikishe tunatimiza haya mapema. Ujumbe kutoka kwa mwanasheria maarufu nchini Tanzania Maria Sarungi, ujumbe ambao kidogo umezua hofu na taharuki kuhusiana na kifo cha Jenista Mhagama. Alifariki dunia tarehe 11 Disemba mwaka huu mjini Dodoma, na taarifa ilitolewa rasmi na bunge ikiwa na pamoja na ujumbe wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa hizo zinaeleza kuwa amefariki akiwa na umri wa miaka 58 na kwamba mwili wake utazikwa kwa heshima katika kijiji cha Ruanda mkoani Ruvuma. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mwili wake ulianza mpango wa mazishi kwa kushirikiana na familia. Lakini licha ya taarifa rasmi na stori za maombolezo zilizowekwa wazi hadharani na vyombo vikuu vya habari, hoja juu ya kifo hicho imeenea mtandaoni, huku baadhi ya wanajamii wakiunga mkono matamshi ya Maria Sarungi, wakisisitiza kwamba kulikuwa na maswali yasiyojibiwa kuhusu kile kilichopelekea kifo cha Jenista. Na katika ujumbe huu uliosambazwa na Sarungi, kuna msisitizo kwamba kama familia inataka autopsy ni haki yao, na kwamba serikali haipaswi kupanga mazishi bila kufafanua. Na ingawa taarifa hizi hazijathibitishwa na vyombo vya habari vinavyoaminika, zimeongeza sauti ya kutokubaliana na chombo cha taarifa rasmi, na hivyo kusababisha mjadala mkubwa na wa umma kuhusu uwazi wa taarifa za serikali. Katika mazingira ya kisiasa yaliyojaa msukosuko tangu uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu, ambao wakati mwingine umeleta vyanzo vya mvutano na maandamano ya wananchi, kifo cha Jenista Mhagama kimeingia kama tukio ambalo limechukua umakini mkubwa wa umma na kusababisha watu kukumbuka kifo cha viongozi wengine waliopata kifo ghafla katika kipindi cha mvutano wa kisiasa.
na imepelekea baadhi ya wanajamii kuibua hoja za msukosuko, wakiunganisha na hali ya kisiasa kwa ujumla, licha ya kwamba taarifa ya serikali inaeleza kifo kama tukio la asili bila kielelezo cha utekelezaji wa uhalifu. Jenista Mhagama alikuwa mmoja wa wanasiasa wenye uzoefu na hadhi kubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi na serikali ya Tanzania. Alizaliwa Juni 23 mwaka 1967 na safari yake ya umma ilianza kama mwalimu kabla ya kuingia siasa kwa nguvu na kujitolea kwa huduma ya umma. Alikuwa mbunge wa Peramiho tangu mwaka 2005 hadi alipofariki akishinda kila uchaguzi na kudumu kwa zaidi ya miaka 20 kukiwa na uzoefu mkubwa wa kuongoza na kuwakilisha wananchi Katika kipindi cha utumishi wake, Mhagama aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, ikiwemo nafasi ya Deputy Minister wa elimu na mafunzo na ustadi wakati wa Rais Jakaya Kikwete, na baadaye kuchukua nafasi mbalimbali kama waziri wa nchi, ofisi ya Rais, idara ya umma na utumishi bora, na waziri wa afya, nafasi aliyoshikilia hadi Oktoba mwaka 2025 kabla ya mabadiliko ya baraza la mawaziri kusababisha kuondolewa kwake kwenye baraza la mawaziri. Na katika safari yake ya uongozi, Mhagama alijitahidi kuboresha huduma za afya na kuanzisha juhudi mbalimbali za kitaifa zinazolenga kuimarisha sekta ya afya, hasa wakati alipokuwa waziri wa afya. Juhudi hizo zilijumuisha kushirikiana na taasisi ya dawa na serikali kuhakikisha uwekezaji wa vifaa tiba pamoja na kukuza mipango ya kupunguza vifo vya watoto wachanga na wagonjwa mbalimbali. Kwa upande wa jamii, alikuwa mtu aliyeheshimika na wafuasi wake kwa miongo mingi, na huduma ya umma na serikali pamoja na vyombo vya habari vilimtaja kama kiongozi mwenye moyo wa kujitoa kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kwa mfano, ofisi ya bunge la viongozi wa kisiasa walionyesha msiba mkubwa na kuhofia upungufu wa viongozi kwa taifa kutokana na kifo chake. Kwa sasa mwili wa Jenista Mhagama unatarajiwa kuzikwa tarehe 16 Disemba, na ni jambo ambalo limeanza kupanga harakati za mazishi kwa kushirikiana na familia yake na ofisi ya bunge. Mazishi haya yanatarajiwa kuwa sherehe ya kitaifa inayowakilisha heshima na umoja wake na mchango wake wa miaka mingi ya uongozi. Na licha ya maandalizi ya mazishi, maswali kuhusu chanzo cha kifo baada yameendelea kuibuka, na katika mtandao baadhi ya ujumbe unaohusishwa na Maria Sarungi unasisitiza kuwa kuna haja ya uwazi zaidi kuhusu sababu za kifo, na unaongeza safu ya hoja juu ya kile wanachosema ni moto wa ndani, uchunguzi kwa umma ambao si wa nje tu ya familia bali wa taifa. Na mashaka yameibuka hasa kutokana na kutokuwepo kwa maelezo ya jina kutoka kwa mamlaka juu ya vigezo vya afya vilivyohusiana na kifo cha kiongozi huyo, jambo ambalo limeacha pengo katika uelewa wa umma. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa kuhusiana na kifo hicho chake Jenista. Tutazidi kukuletea mengi kutoka hapa Kenyascope. Zidi kuwa nasi kila wakati, so tu support kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.